Tumaini kuwa ni mzima wa afya. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu ni mzima pia. Leo tuzichambue dalili za tezi dume. Watu wengi wanapata baadhi ya maumivu na kuhisi kama ni tezi dume. Sasa hizi dalili ambazo nitakazo kuelezea ndio dalili halisi za tezi dume. Sasa kama una 3 kati ya hizi dalili 8, basi tayari ujue una changamoto ya tezi dume. Kwanza, tezi dume huwa inamwanzia mtu mwenye umri wa miaka 45 na kuendelea, lakini si rasmi. Wakati mwingine hata umri wa miaka 40 huwa inatokea tatizo la tezi dume, lakini halisia zaidi ni miaka 45 na kuendelea. Sasa kama una chini ya umri wa miaka 40 au 45, kama utapata hizi dalili, basi angalia tu, nenda kapime tu infection katika njia ya mkojo. Uende kama umepata tu maambukizi ya UTI ama maambukizi mengineyo pia ambayo yanaweza kufanya kuhisi hizi dalili kama zinakutokea. Lakini rasmi kwa wenye umri wa miaka 45 na kuendelea ndio dalili zao rasmi ambazo kuweza kuzitambua kwamba wao wana changamoto ya tezi dume. Kama una umri huo miaka 45 na kuendelea, dalili hizi zinakuhusu kabisa. Pindi utakapoziona tu ujue tayari una changamoto ya tezi dume. Dalili ya kwanza kwa mgonjwa wa tezi dume ni kutoka haja ndogo mara kwa mara nyakati za usiku. Kama unatoka zaidi ya mara 5 ama mara 6 nyakati za usiku kwenda kujisaidia haja ndogo, basi tambua tayari hii ni dalili mojawapo kuwa una changamoto ya tezi dume. Dalili ya pili, unapoenda kujisaidia haja ndogo, kwanza mkojo unachelewa kutoka, lakini pia unaweza kutoka ukawa umegawanyika kuwa na njia mbili. Unatoka mkojo chini na juu zinakuwa kama pacha. Dalili mojawapo. Dalili ya tatu ni kupata maumivu wakati wa kumaliza kujisaidia haja ndogo. Unaweza kahisi kabisa kwamba katika penis kuna maumivu fulani ambao unakuwa unayapata. Hizi ni dalili za tezi dume. Dalili ya 4 ya tezi dume ni kupata maumivu makali wakati umemaliza kujisaidia haja ndogo au kabla hujaanza kujisaidia haja ndogo. Unaweza kuanza kuna maumivu fulani ambao unakuwa unayapata, halafu ndio mkojo unatoka, ama wakati umemaliza kujisaidia haja ndogo. Hiyo ni dalili namba 4 ya tezi dume. Sasa ukiona zimekamilika dalili 4, basi wahi mapema ukafanya vipimo kuweza kujitambua kwamba tayari umeshapata tatizo la tezi dume au bado hujapata tatizo hilo. Dalili ya 5 ya tezi dume, unaposhiriki tendo la ndoa. Unapomaliza kushiriki tendo la ndoa, kwanza unakuwa na maumivu katika penis yako, unapata maumivu makali, lakini pia unaweza kujikuta kwamba unashiriki tendo la ndoa, unapizi katika zile shahawa, unakuwa zimetoka na damu. Hapo tayari dalili za tezi dume kuwa zinakamilika. Unapoona hivyo, usishangae sana. Nenda tukawahi kupima tezi dume na uweze kujitambua kwamba tayari umeshapata maambukizi ya tezi dume au bado. Dalili ya 6 ya tezi dume. Dalili hii ya 6 ya tezi dume ni kupata maumivu wakati wa kiuno ama uti wa mgongo. Inaweza kutokea unapata maumivu ya kiuno ama uti wa mgongo, wakati mwingine kwa unachoka sana mara kwa mara. Unaweza kujikuta kwamba haujafanya kazi yoyote, lakini unakuta umechoka na unapata maumivu ya mwili wote. Sasa hebu nenda kafanya vipimo kuweza kujua ni nini zaidi. Lakini mara nyingi ukiona dalili ziko 3 na hiyo ya 4 imekuja, basi ujue tayari una tezi dume. Dalili ya 7 ni kushindwa kutoa haja ndogo kabisa. Kuna wakati unaweza kujikuta kwamba haja ndogo inauma, lakini unaweza kwenda chooni kujisaidia, ukapush na kuta mkojo hautoki kabisa. Hii ni dalili kubwa zaidi ambayo huwa inawatokea wenye umri wa miaka 55 na kuendelea, lakini pia ama tezi dume ikiwa imekomaa zaidi, ni kushindwa kutoka na mkojo kabisa. Hivyo kama itakutokea hali hii, basi wahi kituo cha afya mapema kilichokuwa karibu yako kwa ajili ya kuweza kupata huduma ya haraka na msaada zaidi, kwa sababu ni hatari sana. Pindi utakapoona dalili hii ya 7, kushindwa kukojoa kabisa, basi wahi mapema ili kuweza kupata msaada, itakuwa ni vizuri zaidi. Hizi ni dalili ambazo zinaweza kuweka katika athari za magonjwa ya tezi dume. Hivyo wakati wowote unapoweza kuhisi dalili hizi, wahi mapema kwa ajili ya kuweza kupata huduma. Tuna huduma bora na zaidi kabisa kwa wagonjwa wa tezi dume. Unatibu tezi dume bila ya upasuaji kwa haraka sana, ndani ya siku 60 mpaka siku
90 tayari umepona tezi dume bila ya upasuaji. Hivyo kuna dawa zinapatikana ambazo tayari zimeshaandaliwa. Hivyo kama unahitaji unaweza kufika ofisini kwetu ama ukatupigia simu tuweze kukupatia hizo dawa. Namba zetu za simu +255 752 16 38 38. Usisahau kusubscribe na kutufollow pia, tutakufollow back. Tezi dume inatibika. Wahi mapema ili kuweza kupata tiba ya tezi dume kabla haijafikia katika hatua mbaya. Inapofikia kwa hatua mbaya, tiba yake kubwa inakuwa ni operation. Lakini tatizo linapokuwa limekuanza mapema na ukawahi, basi na wewe tunakuwahi zaidi kuweza kukupatia dawa na kuweza kumaliza changamoto yako. Usikae na ugonjwa hali ya kuwa unajua tiba ipo. Nikutakie siku njema.